Karibu sana mtazamaji katika channel hii ya Dr. Mahaba, kliniki ya afya mapenzi tokea Mwanza. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Bakia siku moja tuingie kwenye siku ya wapendanao, Valentine Day. Haya, nakuletea mada inayosema hivi: penzi lililologwa na X linavyosumbua. Wapendwa katika Bwana, Mungu ametuumba tufurahie mapenzi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Mungu ametuumba tufurahie mapenzi kwa kiwango cha hali ya juu sana, lakini watu wengi hawafurahii mapenzi yao, na kwa sababu hawazijui kwa nini mapenzi yao hayana raha, kwa nini mapenzi yao wengine wanaachwa kirahisi rahisi sana, inakuwaje? Hawaelewi. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mengi yanayosababisha mapenzi kusumbua, na kutokana na ukweli kwamba katika ulimwengu huu ambapo mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye eshatembea na wanaume wawili kabla yako wewe, au watatu kabla yako wewe, au eshatembea na wanawake wawili kabla yako wewe, au wanne kabla yako wewe, lazima kuna vitu atakuwa analinganisha. Uwezo kalizuia hilo, limo ndani ya akili kwamba lazima utalinganishwa, ufundi wako, tabia yako, sauti yako. Sasa hili ni jambo ambalo lipo. Mfano, dada mmoja akasema kwamba mpenzi wangu wa zamani alikuwa na dudu zuri kweli, yani zuri kweli. Mwingine anasema mpenzi wangu wa zamani alikuwa na sauti nzuri kweli, akiongea tu ile very sexy voice. Kwa hiyo unaweza kuona ni vitu vidogo vidogo, lakini sasa unakutana na mwanamke au mwanaume anakulinganisha, alafu hujui kwamba anakuona kwamba wewe una mapungufu. Inasikitisha sana. Sasa aliyeleta mada hii ni huyu mdada. Ule tumuone kwanza kwenye profile yake, ameweka picha yake pale na nini, unaweza kuona yeye anavuja nifiche mazingira haya. Sawa? Ameanza na message anasema hivi: Dr. Samahani, nimejifunza sana kuhusu masomo yako mbalimbali unayotoa hapa YouTube ukifundisha, na mimi nataka nijifunze kwa vitendo kwa hizo video unazozizungumzia. Nikamwambia video hizo naweza kuzipata, kuna video zaidi ya 50 na gharama yake shilingi 10,000 na kutumia kwa njia ya email. Unanipa email yako au barua pepe. Kama hujui jinsi ya kuipata email yako, nijulishe ili niweze kukupa maelekezo jinsi ya kuipata email yako kwenye simu yako kubwa, maana yake uko WhatsApp. Akasema sawa daktari, email ninayo, nitakutumia na hela nalipa muda sio mrefu. Baada ya kumtumia video, mara tu akatuma message hii: Daktari, mume wangu toka tumefunga naye ndoa, naye alikuwa vizuri tu, ila kwa sasa hata denda hataki. Anasema nina kikohozi. Mara denda, wanasayansi wamesema sio vizuri, nikitaka kuinyonya dudu yake pia ndo kabisa. Anasema utapata kansa ya mdomo. Pia hana mwendo mrefu, kabla sijafika yeye tayari anakuwa amemaliza mapema. Najikuta natamani tufike pamoja, lakini ndio hivyo daktari, anawahi kumaliza na hawezi kurudia. Unanisaidiaje? Nikamwambia hapo ndio hivyo. Shida ni kwamba ulikuwa unajua mambo machache sana. Sasa yale machache uliokuwa unayajua ameshazoea, yamemboa. Ameshagundua kwamba huyafanyi kwa usahihi, lakini vile vile anaona kwamba amemboa. Sasa uvumilivu wake umeisha, ndio maana anaamua kukataza usimnyonye wala usimle denda. Yeye akatuma message. Kwa kweli kupitia shuhuda za wengine, kupitia video hizi ambazo umenitumia, nahisi nitabadilisha mambo. Lakini dokta, ex wangu enzi za ujinga nilikuwa namnyonya na yeye alikuwa ananinyonya ke yangu. Nilikuwa nafurahia sana, lakini sitaki kuchiti tena, ingawa najikuta natumia hisia za yule ex ili niweze kufika kileleni kwa mume wangu. Dokta, hii hali naiona ni hatari, nisaidie zaidi. Nikamwambia tumia hizo video ambazo nimekutumia, alafu uweze kuona tofauti utakayoileta, na ukiona kwamba mambo yanabakia vile vile nijulishe ili niweze kukupa mbinu mpya. Sasa unakutana na kesi kama hii. Huyu ni mwanamke anajua kabisa tulipoanza tulianza vizuri, sawa,
Tulipoanza tumeanza vizuri, tunapendana, tunafanya sex vizuri, tunalambana, tunapigana denda, lakini mbona sasa hivi amekataa, anakataa. Maana yake nini? Ni tayari ameshachepuka, amekutana na ladha tofauti na ile unayompa. Sasa hatari yake iko wapi? Shida iliyopo ni hii, ni kwamba unapojua mambo manne katika mambo 14 unashindwa kuchanganya mambo, inafikia hatua yale manne mwenzio ameyazoea, yanamboa. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke katika mwili wake una maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, na mwanamke naye anapaswa afahamu kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unayejua manne, hebu fikiria upewe mtihani wenye maswali 14 alafu ukajibu manne, mengine yote ukayaacha. Utafaulu huo mtihani kweli? Utafaulu? Sasa kama unakubali kwamba utafaulu, sasa wewe sasa hivi unajua mambo manne, halafu unajiona mjanja. Sasa tuangalie sasa, huyu ni mwanamke sasa anaita story, anamshtaki mume wake. Sikiliza story hii sasa. Hii ni ndefu kidogo. Nimeandika kwenye karatasi, haiko kwenye simu. Nimeandika kwenye karatasi, ndefu kidogo. Sasa hivi, sababu ilikuwa imeandikwa kwa Kiingereza. Sawa, anasema, "Doctor, kwa kweli najisikia vibaya sana katika mazingira niliyopo sasa hivi. Nilikuwa na ex wangu kwa muda wa miezi 7 na sikujua kwamba atakuwa ameacha alama nzito kwenye moyo wangu. Nikiwa na huyo ex wangu, tendo la ndoa lilikuwa tamu kuliko maelezo. Yaani lilikuwa tamu kuliko. Sijui kama kuna mtu yote anaweza kumkaribia huyo ex wangu kwa ufundi na manjonjo alionayo. Sasa dokta, nimeolewa, niko ndani ya ndoa. Nina misi seksi niliyokuwa nafanya na ex wangu. Sasa hivi niko ndani ya ndoa mwaka wa 2. Na ndoa yangu sasa imeanza kutikiswa na mambo ninayokutana nayo chumbani ninapokuwa na mume wangu. Nampenda mume wangu sana kuliko kitu chochote kile. Lakini kwa sababu moja au nyingine ambayo sijui, naona tendo la ndoa halikaribii mahali ambapo naona mimi ninaridhika na kufurahia nikilinganisha na ex wangu. Mume wangu hana ufundi wa kutosha katika eneo hili la tendo la ndoa. Amekulia kwenye familia ya kidini sana. Mume wangu nampenda, lakini tukifika kwenye eneo hili la tendo la ndoa nimeanza kumwaza ex. Yaani siwezi nika-enjoy kufanya sex na mume wangu kama nilivyokuwa na enjoy wakati nafanya na ex. Ninajitahidi nisimfikirie ex wangu wakati tunafanya mapenzi na mume wangu. Lakini kumbukumbu ya utamu wa seksi ya ex wangu inavamia kwenye akili zangu ghafla wakati niko na mume wangu. Hii hali dokta naichukia. Yaani inakuja tu ghafla. Unaweza kunisaidia? Sasa kesi kama hizi unakutana nazo, alafu unakutana na wachungaji ambao wana kazi yao tu ni kuambia kwamba amani ya Bwana ikae nanyi. Eneo hili halifundishwi. Sasa ni wajibu wa wachungaji na viongozi wa dini ambao wamekuwa mashuhuri sana katika kukemea dhambi ya uzinzi. Usizini, 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 usizini. Lakini masuala haya ya kufundisha masuala haya ya ndani ya ndoa hawayapi kipaumbele, lakini wamekazana tu usizini, usizini. Wanawapigia makelele sana wapenzi wao, na wamekuwa ni washauri. Ndoa zinapotaka kuvunjika wanajitahidi tena kushauri, hawajui kwamba mzizi wa tatizo uko wapi, wakati Mungu amesema kwamba wachungaji wanapaswa kuwa na maarifa haya tena kwa wingi. Sasa naomba tuwe kitabu cha Malaki. Kitabu cha Malaki sura ile ya 2. Sura nimechukua Biblia ya Kiingereza sababu na channel ya Kiingereza. Kwa hiyo nimefungua Biblia ya Kiingereza pale kwa sababu nataka nirekodi video ya Kiingereza vile vile. Okay, twende kitabu cha Malaki sura ile ya 2. Malaki sura ile ya 2. Uweze kuona wachungaji wanakosea wapi kwenye ndoa hizi ambazo wanazifunga wao wenyewe. Sikiliza. Malaki sura ile ya 2 kuanzia mstari ule wa 3.
Mungu anasema hivi, angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, na mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Nanyi mtajua ya kwamba mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Huo ni mstari wa 3 wa 4. Yaani Mungu anasema hivi, baraka wanazotoa wachungaji ambao hawana elimu sahihi, Mungu anakubariki kwenye ndoa ile, kumbe anakubarikia, anakupaka mavi, anaipaka ndoa yako mavi. Labda nirudie maneno haya, sio ya kwangu haya. Sawa? Labda nianzie mstari wa kwanza, uweze upate context. Na sasa, enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Nami nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamyatii haya moyoni. Mungu amesema pasipo maarifa watu wanaangamia, kuja Hosea 4:6. Sasa wachungaji hilo hawatilii maarifa inapokuja kwenye eneo la tendo la ndoa. Sikiliza. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Nanyi mtajua ya kwamba mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Agano langu naye lilikuwa ni agano la uhai na amani. Kwa hiyo ndoa inapokuwa imebarikiwa kanisani alafu ikakosa amani, maana yake imepakawa mavi na Mungu mwenyewe. Sasa sikiliza, narudia tena, maana yake ndoa, mnapofunga pale ndoa pale mnafanya agano. Sawa? Sikiliza. Agano langu naye ilikuwa ni agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani hifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Unaweza kuona Mungu anasema hivi, watu watafute elimu kwenye vichwa vya makuhani. Wakuhani wamekulia tu zaka, toa zaka sana, acha uzinzi, acha ulevi, lakini kwenye eneo la tendo la ndoa wameliacha. Lakini wao wanaofunga hizi ndoa wanazipaka mavi ndoa bila kujua kwamba wanazipaka mavi hizi ndoa. Twende, huyu ni Mungu analalamika juu ya makuhani hapa. Twende kwenye Yeremia sura ya 8. Nataka nikuonyeshe ili uoze kwa nini unalogwa na X. Twende kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 8. Yeremia sura ile ya 8. Yeremia sura ile ya 8. Uweze kuona makuhani wanapokosea. Kwa sababu lengo la kuleta makuhani kwanza, maana yake lazima tuondoe hawa wachawi wanaoiloga hizi ndoa zetu zinakuhani, ma X wanaologa ndoa zetu. Yeremia sura ile ya 8. Sawa? Sawa? Okay. Naanza mstari ule, Yeremia sura ile ya 8, naanza mstari ule wa 6. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake, akisema nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe, kama farasi aendavyo kwa kasi vitani. Naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Sasa kwenye Biblia ya Kiingereza inasema kwamba my people do not know the requirements of the Lord. The requirements, yani mambo ambayo Mungu anahitaji watu wayafahamu. Sawa? Sawa? Anasema hivi, naam, koikoi wangani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Yani hawajui requirements, mahitaji ya Bwana juu ya ndoa. Katika mazingira ya mada hii, mwasemaje sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu ya wenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Wenye hekima watatahayari, wamefadhaika na kushikwa na tazama, wamelikataa neno la Bwana. Wana akili gani ndani yao? Basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao, na mashamba yao nitawapa wale watakao wamiliki. Maana kila mmoja wao, tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa, ni mtamanifu,
tangu nabii hata kuhani, kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Kwa maana wameiponya jeraha ya binti zangu kwa juu juu tu, wakisema amani, 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 wala hamna amani. Unaona, Mungu anasema, anawaambia makuhani, mstari wa 11, kwa maana wameiponya jeraha ya binti yangu kwa juu juu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Sasa kwa nini ndoa za Kikristo zimekosa amani? Ni kwamba kumekosekana na maarifa. Kwa sababu Mungu aliyezungumza kwenye Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Na kwa kuwa umekataa maarifa, na mimi nimekataa wewe kuwa kuhani, kwa hiyo nakupaka mavi. Unapewa baraka pale madhabahuni kama umepakawa mavi, una habari kwenye ulimwengu wa kiroho. Sawa? Sasa basi, katika ulimwengu huu ambapo mumeo au mkeo aishatembea na wanaume wengine au wanawake wengine huko nyuma, kuna maagano, kuna kitu inaitwa soul tie. Yaani wameunganishwa kiroho. Kwa sababu walishatiana. Sawa, wameunganishwa kiroho. Sasa iwapo mwanaume atashindwa kumfikisha mke wake kileleni, anafanya dhambi. Na iwapo mwanamke atashindwa kumsaidia mwanaume afike kileleni mara 2, mara 3, mara 4, kwa sababu mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake. Sasa mwanamke ambaye Mungu amempa jina la msaidizi, anaposhindwa kumsaidia mume wake arudie mara ya 2, ya 3, ya 4, kosa ni lake. Na ndio maana Biblia inasema kwamba hivi, mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini pamoja na hayo, Mungu anauliza kwenye Yeremia sura ile ya 8 mstari wa 9, anasema hivi, wenye hekima wametahayari, wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, wamelikataa neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Wanaume wameambiwa kwamba ishini kwa akili na wake zenu. Ukikataa maelekezo ya Mungu kutafuta elimu jinsi ya kuhakikisha kwamba mke wako anafika kileleni, unafanya dhambi mbele za Mungu. Sasa unaweza ukasema, dokta, na wewe umezidi, inakuwaje dhambi mke wangu asifika kileleni? Haya, tuende kwenye Biblia. Yakobo 4:17. Yakobo 4:17. Yakobo 4:17 inasema hivi, mstari wa 17. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yeye anayejua kwamba mke wangu lazima nimfikishe kileleni, lakini hamfikishi, huyo kwake ni dhambi. Na Bwana Yesu amerudia akasema hivi, lile unalopenda utendewe na watu wengine, na wewe watendee wenzio hivyo hivyo. Huyo ni Yesu amezungumza, inaitwa golden rule. Sasa wewe unaposhindwa kumfikisha mke wako kileleni, wakati wewe unafika kileleni japo umemkojolea tu, unamchafua tu huyu mwanamke wa watu. Sasa akichepuka inakuwaje? Sasa na Biblia inaonyesha wazi kabisa, unaposhindwa kumfikisha mke wako kileleni, unampa kibali achepuke. Na Mungu amesema kwamba kwenye Yeremia 8 tumeona Mungu amesema, na baadaye nirudie kusema tena, usikasema maneno kwamba Yeremia 8 Mungu amesema kwamba mstari wa 10 Mungu amesema kwamba nitawapa wake zenu wanaume wengine. Yeremia 8:10, kasome wewe mwenyewe usipoteze muda hapo. Yeremia 8:10 amesema nitawapa wake zenu wanaume wengine. Sasa mwanamke huyu anavyohangaika, imeandikwa kwenye Biblia, kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8. Wimbo Ulio Bora sura ile ya 8. Sura ya 3, sura ya 8. Ya 8 na kitu kingine tofauti. Anasema hivi, huyu ni mwanamke anazungumza hapa. Anasema hivi, usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini. Umeona? Yaani kitandani anamtafuta, yaani uume umeshindwa kusimama. Mwanaume anaishia goli ya 2. Anataka kufikishwa kileleni, huyu mwanamke hafiki kileleni. Asema nilitafuta mume wangu anifikishe kileleni, lakini hanifikishi. Naulia tena mstari wa 3. Wimbo Ulio Bora sura ya 3 mstari wa 1. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate, nitafuta fika kileleni, lakini sikupata, sikufikishwa kileleni. Anaendelea, nikasema moyoni, haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake na viwanjani. Kuna viwanja vya masela, atakutana na masela huko. Nimtafute mpendwa wa nafsi yangu, nikamtafute nisimpate. Asema nikatafute kitu ambacho kitaifurahisha nafsi yangu. Huyu mwanamke anasema nikitafute, kwa sababu najua kufika kileleni kukoje. Nilipokuwa na mpenzi wangu wa zamani, ilikuwa hivi, nafika kileleni kwa urahisi. Alikuwa ananinyonya, ananilamba vizuri kweli. Anahangaika nifike kileleni. Anasema sijampata.
Haya, tumwangalie mwanamke anaenda kiwanjani. Mithali sura ile ya 7. Mithali sura ile ya 7. Uweze kuona mwanamke huyu imerudiwa kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 7. Kuanzia mstari wa 10. Na tazama, mwanamke akamkuta msela, ana mavazi ya kikahaba. Huyu mwanamke mwerevu wa moyo, kavaa kimini, ana kelele na ukaidi. Hizo kimini nimeongeza mimi mwenyewe, sawa sawa. Kwa hiyo naomba sawa. Inaanzia mstari wa 10. Tazama, mwanamke akamkuta, utajaza mwenyewe hapo mstari wa 10 huo. Ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, naongezea kavaa kimini, nguo imembana vizuri, makalio anaonekana vizuri kweli, sawa. Ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani. Ameenda kwenye birthday party, ameenda kwenye sijui mikoba sijui nini, mirejesho. Anakuambia anaenda kwenye mirejesho, kumbe anaenda kwa mchepuko, wewe una habari. Basi mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika yule msela, yule kijana, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani. Unaona, wachungaji wameshinda kutoa amani kanisani, sasa anaenda kutafuta amani viwanjani. Sawa, mstari wa ngapi huu? Ni mstari wa 11. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Sasa niliapa madhabahuni kwa wachungaji, kwa hiyo wamenipaka mavi. Naona mume wangu hana hamu na mimi, hanihangaiki nifike kileleni. Mchungaji amenibariki bariki ndoa, lakini hapana, nadhiri nimeweka pembeni. Anaendelea. So, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Ndio maana nikatoka nikulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona sasa. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa mitandiko ya Kimisri yenye mistari ya zebra. Umeshaiona mistari ya zebra? Basi ndio hapo. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na uudi na mdalasini. Anaendelea mstari wa ngapi? Huu ni wa 17. Anaendelea mwanamke huyu mwenye nyege. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba, maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kwa maneno mengi na ulaini akamshawishi yule kijana, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Nalalamika tu, oh, mishangazi, mmeitengeneza wenyewe mishangazi. Sasa basi, mpango wa Mungu ukoje? Mpango wa Mungu ukoje? Tuende kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 2 mstari wa 24. Mpango wa Mungu ukoje? Mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake. Hayo nayo naliona ya kwamba hutoka mkononi mwa Mungu. Unaona, kuiburudisha roho afikishe kileleni. Kuburudisha roho umsaidie afike kileleni mara 2, mara 3, mara 4, umsuuze kabisa, asiwe na hamu na mwanamke mwingine. Mwanamke umeshinda kumsaidia mwanaume afike mara ya 2, ya 3, ya 4, lazima atamkumbuka ex wake alivyokuwa anamfanyia. Kama dada moja ambaye nilimtumia video, ananiambia daktari, mwanaume ananiambia, unafikia uko Kibogoyo unanyonya klorodani zangu, unabugia klorodani zangu, wala uningati. Dada mwingine tayari ameshakoma hedhi, umri wako umeenda. Sawa, umri wako umeenda, kaomba dawa kwangu. Bwana daktari, sina hamu kabisa na mume wangu, nimeshakoma hedhi na umri miaka 48, nimeshakoma hedhi, naomba dawa. Nikamwambia gharama za dawa, katuma M-Pesa, nikamwambia nakupa na offer ya video, nikamtumia video. Alipozitumia zile video, mume wake akashangaa, nasema unaninyonya vizuri kweli. Kumbe kunyuma alikuwa anakosea kunyonya, alikuwa hajui. Mama miaka 48 anasifiwa jinsi anavyojua kunyonya, na leo nimemuongezea message video nyingine ya kumfanyia mwanaume massage. Akaipenda kweli, akasema hii nzuri kweli. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwenzio anavimisi, lakini hana ujasiri kukuambia ambavyo alikuwa ameviona kwa ex. Kwa hiyo anakuja mawazoni, huyu mama aliyeleta mada hii anasema, nafanya mapenzi na mume wangu, lakini navutia hisia kutoka kwa ex. Haipaswi kuwa hivyo. Mwanamke ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na jinsi ya kuyaandaa vizuri.
mwanamume ajue mwanamke ana maeneo 17 na jinsi ya kuyachezea kila eneo. Kuna madoido mbalimbali na kuna mikao mbalimbali, kuna vitu mbalimbali vya kufanya. Mnafanya tendo la ndoa dakika 10 hazizidi, dakika 15 hazizidi, hiyo haitoshi. Haitoshi. Nakwambia hivi, kama tendo lenu la ndoa mnafanya dakika 15 ni nyingi, hiyo ndoa inaenda jalalani. Haya, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili, subscribe, bofya. Kama unataka video na maelekezo jinsi ya kupata hizo video na kuwekea hapo chini. Bye bye.